Viongozi wa Umoja wa Makanisa mkoani Mwanza wamefanya kikao shirikishi chenye lengo la kujadili upigaji kura utakaoliacha taifa kuwa na utulivu na amani. Akizungumza katika kikao hicho kilichofanyika Oktoba 11, 2025 katika ukumbi wa vikao wa Leisure Hotel mkoani Mwanza, Waziri Mstaafu wa Maliasili na Utalii Mheshimiwa Lazaro Nyalandu amewaasa viongozi hao kuwasihi waumini wao kushiriki katika zoezi la uchaguzi, ikiwemo kusikiliza kampeni za wagombea na kujitokeza kupiga kura ifikapo Oktoba 29 mwaka huu. Nchi hii kama na Mungu azuie kabisa itaenda katika machafuko ya aina yoyote. Hakuna jirani yeyote atakayetuazima fito wala chumvi. Tunabaki wa Tanzania. Na ndio maana nakuja kwa nilichokuwa nataka kukisema. Mwaka huu na umuhimu sana, hata kama baadhi ya watu wangesema sisi tutalala, bado hakuna mtu atakaye kusaidia hiyo kazi, kwa sababu ni maombi na kazi. Na hata alisema katika Zaburi, hata yule ambaye ni mnyonge, ili neno nadhani mnajua liko katika Zaburi, hata aliye mnyonge kuna wakati anaambiwa aliye mnyonge na apigane, asimame kupambana. Na nchi hii imefika hapa. Nilitaka kuyasema haya kwa sababu ya umuhimu wa swala la Oktoba 29. Endapo God forbid nchi hii ikaingia katika machafuko, hautakaa uamini moja, mporomoko wa uwekezaji in trillions, kwa sababu wawekezaji wanaoleta pesa nchi za watu ni imani tu, imani aliyojenga baba wa taifa Nyerere na wale waliofuata. Mungu ametutengenezea misingi fulani ambayo imeifanya Tanzania iitwe Tanzania. Kama tutaruhusu mwaka huu watu wanaoenda kutiki wanatiki, wanaotoka wanatoka, baadaye wale wanaotoka wanataka kupambana na wanaotiki, ikatokea vurugu, nchi hii hatutakuwa na nchi ya akiba. Kanisa halitakuwa na watu wa akiba. Na ndio maana nasema kuna umuhimu tu kukaa tujadiliane, kuliangalia hili jambo katika mapana yake. Tulinde kwanza Oktoba hii asije akatokea kijana miongoni mwa vijana ambao tunawaongoza katika imani akaumia kwa sababu alisikiliza kelele zinazomwambia afanye kitu ambacho sicho. Kutiki, utatiki unapoona, lakini kuondoka kwenda kupiga kura ni takwa la kikatiba. Mambo mengine watu wanaweza kujadiliana, na ndio maana tunaambiwa njoni tusemezane. Nchi hii mtu lazima apigiwe kura, na katika kupigiwa kura kuna kitu unatoa salamu kwa yule aliyempigia kura. Kuna mkopo unampa kwamba sisi bwana tumekupigia kura, lakini na sisi tuna kwetu haya. Na la pili, kanisa lifikirie na lisisitize uwepo wa moja kwa moja wa amani katika nchi hii. Amani katika mkoa huu wa Mwanza, lakini maziwa makuu, kwa maana ya kanda hii ya ziwa, amani katika Jamhuri yetu ya Muungano wa Tanzania, amani katika miji mikubwa. Tarehe 28 ambayo mama anakuja, mimi ningeomba wote tutoke tukamsikilize. Toka nyumbani twende tukamsikilize mama anasemaje. Ukikaa pale na wachungaji maaskofu mkakaa na vile viti vyenu vya mbele, tumsikie, tuwepo. Presence ya kanisa ni muhimu kuliko unavyofikiria. Presence ya kanisa pamoja na jamhuri ni muhimu kuliko mtu anavyoweza kufikiria. Halafu la pili, tuwaombe watu wetu. Na nilimwambia mtu tuwaombe watu wetu watoke kwa wingi. Mwanza mkifanya mkutano wenu wa umoja, mnahubiri injili, watu wakiamua kutoka wanafika wangapi? Nipe tu hesabu ya haraka wakitoka sawa mkutano uliofunika. Watu 100,000 wanafika. Acha na zaidi. Kwa sababu Mwanza ulisema na watu zaidi ya 300,000. 3,600,000. Makanisa yakiamua kutoa watu wakamsikilize kwanza Mama Samia Suluhu Hassan, watatoka watu 100,000 kirahisi sana. Mungu anachagua kiongozi kwa sababu zake mwenyewe. Anakuwa tu amemchagua kwa sababu anazojua mwenyewe,
kwa wakati alioamua mwenyewe, akaamua kwamba bwana, huyu Mungu, huyu mtu atawapitisha katika kipindi hiki. Anajua ni kwa nini amefanya hivyo. Je, una majibu ya maswali yote? Huna. Na nikiuliza kila askofu hapa kama ana majibu ya maswali yote ambayo tunayo, hana. Lakini Mungu amemsimamisha Samia Suluhu Hassan kwa majira na wakati kama huu katika Tanzania, pamoja na changamoto zote tunazozipita, nchi hii ifike mahali fulani. Naye mkuu wa mkoa wa Mwanza Mheshimiwa Said Mtanda amesema serikali itaendelea kusimamia haki na kuwakumbusha wananchi wake kutimiza wajibu wao, huku akiwaasa kujitokeza kupiga kura, kwani wasipofanya hivyo watakuwa wamejinyima haki zao za kimsingi na haki za wale wanaowakilisha. Pale mliposema serikali itupie jicho, iangalie fununu chokochoko zinavyotokea, ni lazima tusikilize watu, kwa sababu hii ni serikali ya watu. Watu wana haki ya kusikilizwa, lakini pia wasikilizwe na waelimishwe wale ambao pengine wanakuwa na mambo ambayo hayaeleweki. Hoja zao wasikilizwe, waelimishwe. Yale ambayo yanasemwa ambayo ni ya ukweli, yanayowachukiza watu, tuyachukue, tuyarekebishe. Kunakuwa na utatizo gani hapo? Tutakaporekebisha hakuna atakayechukia, wote tutakuwa nasema sasa tuko salama, tunasonga nini mbele. Kwa sababu nia kubwa ni sisi sote kuondoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Kauli zetu zitakapotoka, hata mimi leo mkuu wa mkoa nikitoa kauli yenye lengo la kuwagawa watu, kauli ikishatoka hairudishiki tena wapi? Mdomoni. Na kauli inapotoka ni sawasawa na risasi inapotoka, hairejei tena kwenye chemba ile ya bunduki. Na ndio maana tunaambiwa kauli ni ncha kali kuliko hata risasi. Kwa hiyo kauli zetu zina umuhimu mkubwa. Kwa faida ya nchi yetu, kauli zetu zilenge kujenga umoja wa kitaifa. Nao viongozi wa dini walioshiriki kikao hicho, akiwemo mchungaji Daktari Jacob Mutashi wa kanisa la EAGT Kiloleli, ambaye pia ni makamu mwenyekiti wa CPCT Lemela na mshauri wa umoja wa makanisa Mwanza, mchungaji Marco Mlingwa ambaye ni mwakilishi wa askofu SDA Mwanza, mchungaji Joyce Mangu wa kanisa la CAG na askofu Chazi Sekelwa ambaye ni mwenyekiti wa Amani, wametoa maoni yao kuhusu mjadala huo. Elia Jackson Lupembe, News Update Media, Mwanza. Sasa mimi sioni mahali pa kiongozi wa dini kukaa sehemu katunishia misuli serikali, ukapambana ukaita viongozi na ni vyombo vya habari kama hivi, ukaongea mambo ya kukashifu serikali na mambo ya hovyo hovyo, na yaita ya hovyo hovyo ni ya hovyo hovyo kweli, na yanavunja heshima. Mzee kama mimi na hizi hivi nikae niite vijana hawa nifanye press conference kuchambua serikali na kusema mambo ya hovyo, nikiwaita ni sifu serikali na niseme mambo yanayopendeza serikali. Sina jinsi na sina uchaguzi katika hilo. Hilo ni moja. Lakini la pili, Mungu alilotuagiza Timotheo kwanza ile sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 3, hata ukitaka 4 sawa, anasema kabla ya mambo yote dua, sala, maombezi na shukrani kwa ajili ya watu wote, lakini zaidi kwa ajili ya wafalme na wenye mamlaka, ili watuongoze kwa amani na utulivu. Sisi wenyewe tunatakiwa tuonyeshe mfano. La pili, sisi kwa sababu ni watumishi wa Mungu, tukisoma ile Waebrania 12 ule mstari wa 14, neno la Mungu linasema kwamba tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Kwa hiyo imesema sisi tumeitiwa utakatifu. Biblia inasema kwamba tusipokuwa na huo utakatifu hatuwezi kumuona Mungu. Haya mambo mengine tunayoendelea nayo kuna siku yatapita. Lakini pia tusihame katika yale maono ambayo Mungu ametuitia. Kama mimi nina ndoto juu ya maisha yangu, juu ya familia yangu, kama wewe una ndoto juu ya maisha yako na juu ya familia yako na jamii yako, lazima ufikiri tofauti juu ya kujenga ile future iliyo mbele yako, ili kusudi ndoto zako zitimie. Kwa mfano sasa tuseme tunaingia katika uchaguzi. Lipi jema? Tutoke tutiki au tutoke? Basi unaamua tutoke.
Ukishatoka maanake ni kwamba ndoto zako unazivuruga, familia yako unaivuruga, jamii yako unaivuruga, hata wewe mwenyewe unajivuruga.